naitwa Hassan Nguya Madika au kwa jina la biashara naitwa Sharp. Ni mfanya biashara katika soko la Mwananyamala ambalo lipo chini ya ushirika unaitwa Mpavesco. Na Mpavesco ni chama cha ushirika ambacho ndio kinasimamia soko hili katika mazingira yote yale ambayo mnayaona. Lakini biashara ni shughuli mtambuka kama utaifuatilia vizuri. Kwa hiyo tupo hapa kwa muda mrefu. Soko hili lilikuwepo toka mwaka 79. Hiyo 79 Mwananyamala kulikuwa na masoko zaidi ya 7 au 6 madogo madogo. Kwa hiyo serikali ya Chama cha Mapinduzi kabla ya vyama vingi ikaona hapana, masoko yote yahamie katika eneo hili ambalo lilikuwa ni kubwa kama mnavyoliona. Kwa hiyo masoko yote yakahamia hapa 79 kutoka sehemu mbalimbali, na mimi nikiwemo miongoni. Nilitoka katika soko la Chamwino, tukawa tumeungana hapa katika kufanya biashara toka wakati huo. Kwa hiyo biashara ikawa inaendelea mpaka hivi sasa, bado tunaendelea kufanya biashara katika soko hili, na kuna watu ambao ni wazoefu wanaotoa semina mbalimbali na kuwapa nidhamu mbalimbali vijana wanaokuja ili wafanye biashara katika hali ya kuwafanya wateja waweze kuja wakati wote wakiwa na furaha. Kwa sababu bidhaa inapouzwa, jambo la kwanza kabisa ni sura yako kwanza inaonyeshaje kwa mteja. Mteja akiona umechangamka, umemfurahia, basi anajua kwamba tayari amepata bidhaa ya kwanza ambayo ni nzuri kuliko bidhaa atakayoichukua. Lakini la pili ni bidhaa yenyewe nayo iwe bora. Lakini la tatu, bei iwe rafiki kwa mnunuzi au mlaji ambaye yeye anakusudia siku zote apate unafuu kupitia kwa mfanya biashara ambaye anamjali. Kwa hiyo kwa soko letu nafasi hiyo tumeichukua kwa nafasi kubwa katika masoko ya Dar es Salaam. Tulikuwa na changamoto ya usafiri, lakini baadaye kuna magari mengi sana, mabasi yanapita hapa yanaenda Makumbusho na kwenda sehemu mbalimbali za Dar es Salaam. Kwa hiyo usije ukashangaa, kwa maana watu wanakuja hapa anachukua bidhaa, anapanda basi anaenda pengine Mbagala. Kwa nini kaja hapa? Amekuja kwa sababu bei ni rafiki, halafu bei inampendelea mteja zaidi kuliko hali ambayo ya masoko mengine. Sisi tunaomba soko letu liboreshwe, kwa sababu changamoto kubwa inayotupata kama ushirika, hatuwezi kulijenga hili soko ima kwa kusaidiwa na serikali au kupewa mkopo na serikali. Kwa hiyo kama ushirika tumeshakaa vikao, kuna mambo mawili ya kufanya, lazima tuyafanye ili tuweze kuboresha soko. Ima tupate mkopo kutoka serikalini ambao tunaweza kuulipa, au tupate kujengewa na serikali katika mipango ambayo inaweza kufanya ushirika ukaendelea na serikali ikapata sehemu yake. Haya yote mawili yanaweza kuwezekana. Kwa hiyo tuko katika mchakato huo, na sisi bodi yetu imeingia kama ina mwaka mmoja na miezi 4, na toka tuingie mchakato unaofuatia kuondoa changamoto ya haya majengo ambayo kama mnavyoyaona tuliyajenga mazuri kwenye miaka ya 2002. Sasa hivi yamepitwa na wakati kutokana na uboreshaji mkubwa uliofanywa na serikali kwenye masoko mengine. Mechi ya mazoezi nayo ni mechi. Kwa hiyo hata na mechi ya mazoezi sisi kwanza tunashindana kupunguza bei. Kila mmoja anapunguza bei. Wengine wanakasirika, bwana anauza bei chini. Kama viongozi wasema kuuza bei chini ndio lengo letu kama ushirika. Kwa hiyo mtu anapoweka bei chini, wala anauza bei kubwa kidogo akilalamika, sinaambia hapana, msilalamike, lengo letu wote mshushe mwe kama hivyo ili wateja waje wengi zaidi. Kwa hiyo wale wanauza bei chini tunawalinda sana, licha ya kwamba wale ambao pengine mtu kanunua jana bidhaa bei kubwa ndio leo mjini kapata bei chini, akija hapa akiweka kidogo kunakuwa na hali kama mnajua tena. Lakini bado sisi msimamo wetu tunamtetea sana mtu aliyeshusha bei, kwa sababu yeye ndio ataletea wanunuzi wengi kutoka sehemu mbalimbali baada ya kuonesha kwamba soko linauza vitu bei chini sana. Kwa hiyo sera ya ushirika bado lengo ni kushusha zaidi bei kwa kiwango ambacho hatutarajii kwamba kuna soko linaweza kutupita. Hilo ndio lengo letu kuu, na bado tuna uzoefu na tunajitahidi, na mpaka sasa hivi tunasema tumepiga hatua, kwa sababu tunatembea kwenye masoko mengine kuangalia, tunatembea kwenye sehemu nyingine wanapouza tu kama wanapouza sio wanapouza. Tukija hapa tunakaa tunaona kwa nini wale wamepata bei ile, wapata sisi tupate zaidi ya pale. Sasa tuna wataalamu wengi na watu wengi, kwa sababu soko sasa hivi ni la muda mwingi, wengine wako mikoani. Tunapigia sema jamani, bidhaa fulani msijue bei kubwa, bidhaa imeshuka, nunueni na nyinyi mshushe zaidi. Kwa hiyo wanapakia wanaleta, ikiwa mchele, ikiwa maharage, ikiwa nini. Kwa hiyo inawezekana kuna baadhi ya wakati isiko inaingiza wanunuzi kama vile sehemu nyingine bidhaa hiyo haipo.
Yaani ni foleni. Kwa nini? Kuna wakati naambia wale wanaoleta bidhaa, na bidhaa sasa zimeshuka. Sisi lengo letu tuuze bei ya chini zaidi ili zitoke. Kwa hiyo watu wakipakia wakileta hapa, unaweza kuja mzigo mwingi lakini ukatoka kwa kasi kuliko unapokusudia. Kwa nini? Ni hali ya mfumo na sera ya ushirika kuweza kuboresha soko ili mlaji afurahi na soko liweze kwenda mbele katika mazingira ambayo yanatakiwa. Naitwa Frank Zamu. Changamoto zetu hapa tulikuwa tunaomba serikali kama inaweza ituboreshe soko letu, sababu masoko mengi yameshaboreshwa. Inaonekana kasoro soko hili ambalo lipo City Center, ila bado inaonekana lipo katika hali ambayo sio ya maendeleo. Kwa hiyo tungeomba serikali tusaidie kwa kitu. Changamoto ambazo tunakumbana nazo, parking tunakosa parking za wateja, na pia soko letu linashuka kuonekana kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaamini bado hili ni genge, japokuwa hili ni soko kubwa tu. Kutokana na watu wanaamini kwamba ni genge, kutokana pia hata na ujenzi uliokuwepo kwa huku mbele barabarani, inaonekana kwamba bado hakuna maboresho, yaani kwamba mtu akiwa kule barabarani hawezi kuona kwamba huku ndani tunafanya biashara mchele, anaishia kule nje kuna matunda, kwa huku ndani hawezi kujua kwamba tunafanya biashara mchele. Kwa hiyo kiboresho soko itakuwa vizuri zaidi. Mujibu Isa Mtalemwa, mfanyabiashara wa soko la Mapinduzi Mwananyamala. Kwa kweli hapa tuna changamoto kubwa kuanzia kwenye miundombinu kwa kiasi fulani hairidhishi. Kwanza tuna hospitali kubwa, barabara inapita na nini, lakini barabara za kufikia soko kwa kweli ni changamoto kubwa sana. Matope, njia za kupita, kwa kweli tunakuwa na changamoto, mteja kuingia ndani kidogo inakuwa shida. Serikali kwa kweli tuangalie kwa jicho la tatu, kufanya biashara tunateseka sana, wateja waingie kufuatana na miundombinu ya sasa hivi ilivyokuwa chakazi, njia za kuingilia sokoni zinakuwa kidogo haziridhishi. Tunaomba msaada kwa serikali kusaidia. Soko letu lina mahitaji mengi. Soko letu lina mahitaji mengi. Hitaji la kwanza kabisa na hitaji muhimu miundombinu, kwa sababu miundombinu ilikuwa kwenye soko hili la ushirika au miundombinu ya masoko ya ushirika na miundombinu ya masoko ya serikali ni vitu viwili tofauti. Hitaji la kwanza kabisa na hitaji la pili mfumuko wa bei. Kwa mfumuko wa bei kwa kweli sio soko hili inaathiri masoko yetu, lakini kwa soko hili ni soko lipo katikati. Wakazi wa Mwananyamala, Makumbusho, Kinondoni, ili soko wanalitegemea kwa kiasi kubwa sana. Sasa hata usafirishaji wa vitu kwa baadhi ya wafanyabiashara wanalalamika bei ya taxi, kodi kubwa sana. Kwa hiyo tunaomba serikali nao waende, japokuwa kodi inasaidia kwa wote, lakini kuwe na punguzo at least. Hata wafanyabiashara wanapotoa bidhaa labda kutoka mikoani kuleta huku, kuwe na punguzo kidogo. Hitaji la pili. Na hitaji la tatu, viongozi ambao moja kwa moja wanatoka serikalini kuja kufanya maziara yao vitu vinavyoendelea humu, labda kama kuna mabaya, kuna mazuri, tunaomba letu ni moja, yani hata sisi wafanya biashara pia tusikilizwe. Mariamu Omari Bushiri au Mariamu Msheri. Mimi ni mamalisho wa kishua katika soko la Mwananyamala Mapinduzi. Yaani changamoto iliyokuwepo sana kwanza wateja. Wateja kidogo sasa hivi biashara imedrop, biashara imeshuka, wateja kidogo hakuna, na changamoto nyingine miundombinu. Nadhani nikisema miundombinu inajulikana. Tulikuwa tunaomba serikali itusaidie kwa hilo, na kingine tulikuwa tunataka ile mikopo ya mama ile ya 10% ile mikopo ile. Tunazungushwa tu. Tushajiunda kikundi, tushatengeneza katiba, tulienda kwa mama maendeleo, lakini bado tunapindishwa. Tulikuwa tunaomba ile mikopo ile, mama atusaidie mikopo ile sisi tupate kama mamalishe. Tulikuwa tunaomba tupatiwe ile mikopo ili tuweze kujikwamua kwa namna moja ama nyingine.